Shalom, shalom. Amani ya Yeshua ikawe pamoja na kila mmoja ambaye anayefuatilia habari ya ufalme wa Mwenyezi Mungu, Muumba wa mbingu na nchi. Na kwa sababu hakuna yeyote ambaye asiyetaka uzima wa milele, kwanza tukaweze kufahamu uzima wa milele ni kusema nini, kwa sababu kila mmoja, iwe ni nani, iwe ni kahaba, iwe ni mwizi, yetu wote ambao ni watenda maovu, pia hawa wataka sana, kwa sababu hata mlevi ukimuuliza ama anaweza taka uzima wa milele atakwambia ukimuuliza ama umeokoka, atakurudishia tu pia hivyo tu, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kwa hivyo hakuna mtu yeyote ambaye hajui jambo hilo, na kila mmoja anafanyanga anajitahidi sana kuupata uzima wa milele. Acha tukaweze kujua huu uzima wa milele unapatwa na namna gani, kwa sababu kila mmoja anasema ya kwamba anayo uzima wa milele. Inapatwa namna gani? Na before tujue uzima inapatwa na jinsi gani, kwanza tukaweze kujua uzima wa milele ni kusema nini. Uzima wa milele ni kusema nini? Katika kitabu ambacho ni 17 Yohana 17 kitabu cha Yohana 3 nasema ya kwamba, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na pia wajue Yesu aliyetumwa. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, na Yeshua uliyemtuma. Kwa hivyo uzima wa milele ni kumfahamu Mungu wa pekee wa kweli, na pia aliyetumwa. Moja yao ni Yeshua. Kwa sababu ni wengi ambao waliotumwa. Ni wengi ambao waliotumwa na ni manabii ama yeyote ambaye anayerejesha watu kuhusu sheria zake, kuhusu sheria, huyo ametumwa na Mungu. Kwa hivyo uzima wa milele ni kumjua Mungu na pia kumfahamu Yeshua. Kumjua Mungu na pia kumfahamu Yeshua. Acha tukaweze kujua kumjua Mungu namna gani. Je, ni jina kwa ati anaitwa Yawe ama Yahua? Je, ni jina? Ni vizuri kufahamu pia majina. Hivyo ni vizuri, lakini jina haiwezi kufanya ati urithi ufalme ama upate uzima wa milele. Acha tukaweze kujua zaidi ya hayo ama kiini cha jambo hilo, na Yeshua ama Yahushua ama Yesu ni kusema nini. Katika kitabu cha barua ya Yohana wa kwanza 2 mstari wake, barua ya Yohana wa kwanza 2 mstari wake wa 3 na 4, inasema ya kwamba, inasema hivi, mstari wake ni wa 3, mstari wake ni wa 3 na 4, inasema hivi: na katika hili twajua kuwa tumemjua yeye ikiwa tunashika amri zake. Kwa hivyo na katika hili twajua ya kuwa tumemjua Mungu ikiwa tunashika amri zake. Kwa hivyo umfahamu kuwa ni Yahua ama Yawe ama nani. Na katika hili twajua kuwa tumemjua yeye ikiwa tunashika amri zake. Kwa hivyo vile ambavyo
unamjua, ni vizuri pia kujua jina, lakini kujua zaidi ni kutii amri zake, ni kutii amri zake. Ikiwa umesema usikuwe na miungu mingine ila mimi, amri ya kwanza ni hivyo. Ya pili, ya tatu kama vile vile usitaje jina lake bure, na kuitaja bure ni kukosa kutii maagizo yake, kukosa kutii sheria zake. Hiyo ndiyo kutaja bure. Amri ya nne, ikumbuke siku ya Sabato. Na amri ya Sabato na siku ya Sabato si ati ni Sunday, la hasha. Hiyo ni kutoka na kikundi cha Warumi ambacho mkubwa wao ni Konstantini. Kusoma katika kitabu cha historia ya Kirumi, unasema ya kwamba the Church and the Roman Empire, page 225, unasema ya kwamba remained the official resident until 14th century. Constantine declared Sunday a day for the rest, for the service of the Lord. Kwa hivyo Konstantino ni mkubwa wa Kirumi, ndiye ambaye aliyebadili siku ya Sabato akaiweka Sunday. Kwa hivyo siku ya Sabato ni Saturday, si Sunday ama Jumamosi. Amri ya tano, waheshimu baba yako na mama yako. Ukivunja hiyo, kuisha maneno. Amri ya sita hivyo hivyo tu hadi amri ya 10. Kumbuka ya kwamba si ati ushike moja ama ushike 9 uache moja. Jua kwamba katika kitabu ambacho ni cha Yakobo 2 mstari wake wa 10, nasema ya kwamba ni kutimiza amri zote, ni kutimiza amri zote. Acha tukaweze kukisoma, alafu tuendelee kutoka pale. Yakobo ni 2, Yakobo ni 2 mstari wake wa 10. Kwa hivyo kile ambacho kinayo maana, ikiwa unataka uzima wa milele, ni kutii na kumjua Mungu, na kumjua Mungu tumekwisha fahamu ni kushika amri zake, ni kuzishika amri zake. Omba mstari wake ni wa 4, asema ya kwamba yeye asemaye anamjua wala ashiki amri zake ni mongo, wala kweli imo ndani yake. Yeye asemaye anamjua na hazishiki amri zake, yeye ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Kwa hivyo cha maana ama uzima wa milele ni kumjua Mungu wa pekee wa kweli, na pia Yeshua. Kumjua Mungu wa pekee wa kweli na pia Yeshua. Kumjua katika kitabu cha barua ya kwanza ama 1 John chapter 2 verse 3-4, basi utafahamu kumjua namna gani. Ni kutenda mambo ambayo ameagiza. Mstari wake wa 4, yeye asemaye anamjua na wala ashiki amri zake, yeye ni mwongo. Kwa hivyo kwa yote, iwe wewe ni nani, iwe ni nani ama nani, kumbuka ya kwamba mtu mmoja akaja kwa Mwokozi katika kitabu cha 19:16 Mathayo, akamuuliza Mwokozi ama akamuuliza Yeshua, natazama mtu mmoja akaja akamwendea akamwambia, Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Akamwambia, kwani kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima, zishike amri. Akamwambia, zipi? Yeshua akasema, ni hizi: usiue, usizini,
usiibe, ushuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hivyo mtu mmoja alikuja kwa Mwokozi akamuuliza, Mwokozi ama Yeshua, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Basi akamwambia zishike amri. Kwa hivyo qualification ya kupata uzima wa milele ni kuzishika amri zake Muumba wa mbingu na nchi, ama amri za Yeshua ambazo usiue, usizini, usiibe, jua ya kwamba ushuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako. Jua ya kwamba hizi amri ni zile ambazo ziko katika kitabu cha Kutoka. Hakuna amri mpya hapo, ni zile ambazo ziko katika kitabu cha Kutoka 20 ambazo Musa alipatiwa katika mlima Sinai. Hizo ndizo ambazo zinazungumziwa. Kwa hivyo si amri mpya, la hasha, ni amri ambazo Muumba wa mbingu na nchi aliweza kupeana zikaweze kutekelezwa. Kwa hivyo usipofanya hayo, basi unaenda kinyume cha sheria ama kinyume cha maagizo yake Muumba wa mbingu na nchi. Kwa hivyo yeyote ambaye alikuwa mtu mwovu huyu ambaye nimezungumzia, akawa alikuwa kahaba, akawa alikuwa nani, katika kitabu cha Mathayo anarejeshwa hapa. Mathayo 3 mstari wake, Mathayo 3 mstari wake wa 4, anaambiwa atubu. Wa pili 3:2 Mathayo, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Wewe ambaye ulikuwa unafanya dhambi, jua kwamba dhambi katika kitabu cha barua 1 John chapter 5 verse 3, hapo hivyo inasema ya kwamba dhambi ni uasi wa sheria. Kwa hivyo dhambi ni uasi wa sheria. Basi huyu ambaye alikuwa akiasi sheria ya Mungu, basi anaambiwa atubu, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Nikimalizia kitabu cha Ezekieli 18 mstari wake wa 21, nasema hivi 21, inasema, nikaweze kusoma, lakini mtu mbaya akighairi na kuiacha dhambi zake zote alizozitenda na kuzishika amri zangu na kutenda yaliyo halali na haki, hakika hataishi hata kufa. Huyu ni mtu ambaye alikuwa akienda kinyume cha sheria. Alikuwa ni mwizi, na amri ya 7 usiibe. Alikuwa ni kahaba, na amri ya 8 usizini. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na uasi wa sheria. Basi anaambiwa ya kwamba lakini mtu mbaya akighairi na kuiacha dhambi zake zote alizozitenda na kuzishika amri zangu zote na kuzitenda
yaliyo halali na haki, hakika ataishi hata kufa. Hakika mtu huyo ambaye alikuwa akitenda mabaya, alikuwa akiasi sheria za Mungu, basi akighairi na kuanza kutenda jambo ambalo ni halali na linampendeza Mungu na ni kuzifuata, ni kurejea kwa amri zake Muumba wa mbingu na nchi, ambaye ni Yahweh, basi huyo hakika ataishi hata kufa. Hakika ataishi hata kufa. Kwa hivyo huyo ambaye, mstari wa 22 nasema ya kwamba dhambi zake zote alizozitenda hazitakumbukwa juu yake, hata mojawapo katika haki yake aliyoitenda ataishi. Dhambi zake ambazo alizokuwa akizitenda basi hazitakumbukwa hata kidogo. Mstari wake 26 inasema ya kwamba mwenye haki atakapoghairi na kuiacha haki yake na kutenda uovu, akafa katika uovu. Naye huyu alikuwa mwenye haki, alikuwa akishika sheria ya Mungu. Kusema ni mwenye haki ni kusema ya kwamba alikuwa akishika sheria ya Mungu na ushuhuda. Alafu Mungu anasema ya kwamba mwenye haki atakapo ghairi na kuiacha haki yake na kutenda uovu, akafa katika uovu huo. Katika uovu wake aliutenda atakufa. Huyu naye ni mtu ambaye alikuwa akitenda haki mbele za Muumba wa mbingu na nchi, ama mbele za Yahweh. Alikuwa akitenda haki mbele zake, alikuwa akitimiza sheria. Atakapoacha kutimiza sheria, hakika hataishi tena, atakufa na atauawa na huo uovu wake. Kwa hivyo mambo ni mawili: either ushike sheria na ushuhuda wa Yahshua, ama ukuwe mwenye haki na ukuwe mtu ambaye hata kufa, ama uasi sheria ya Muumba wa mbingu na nchi, ukuwe wa kufa na usahaulike. Mambo ni mawili tu, ni free chance. Basi nitaweza kufikisha hapo kwa sababu ya wakati. Tupatane katika kipindi hicho kingine, majaliwa ya Muumba wa mbingu na nchi. Tuseme shalom, shalom, shalom.